wachawi sifa pekee kwetu, Nyakonga watoa pendani, hawataki maendeleo, yani mambo tafalani. Na utatenda yote hata na zaidi, na utamrudishia kijana huyu fahamu. Katika jina la Yesu, kijana amka na uweze kuwa mzima. Amina. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Nisikiaje? Kijana, kwa jina la Yesu umepona. Simama. Kama mwanangu sana. Hebu mleteni kiti akae. Napona sana. Kaa hapa kijana. Naamini kijana sasa amepona na tunapaswa kumrudishia Mungu shukrani. Kabisa. Kijana, unajisikiaje sasa? Najisikia salama. Unasoma kidato cha ngapi? Nipo chuo. Naamini sasa utamtegemea Mungu katika maisha yako, unapokuwa shuleni, unapokuwa hata pale nyumbani na wanafunzi wenzako, uende wasimulie kile kilichokupata. Kwa sababu hizi ni nguvu za giza, na nguvu za giza haziendani na mipango ya Mungu. Kwa Mungu hakuna jambo gumu linalomshinda. Nafikiri mtakachokifanya sasa ni kumtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Kwa sababu kwa Mungu hakuna jambo gumu linaloshindikana. Asante sana kwa kunisaidia mwanangu. Ni kweli kijana. Nashukuru sana, umenisaidia mimi maisha yangu. Na mwanangu namuona sasa hivi mzima. Yaani mwanao ni mzima kabisa na ataendelea na masomo yake. Mzee mwenzangu, majuzi binti yangu Pendo amemtambulisha mchumba wake. Ndio. Lakini sasa bado sijakubaliana na hilo kutoka ndani na mtima wangu. Bado niongezea. Lakini ngoja nimwite binti yangu aje, nimpe zawadi, ampelekee huyu mko wangu. Sawa. Pendo! We Pendo! Hebu njoo mara moja. Shikamoni wazee wangu. Pendo mwanangu,
Majuzi umemtambulisha mkwe wangu kwangu. Ndio baba. Sasa na mimi nataka nikupe zawadi upelekee ya kutoka kwangu mimi. Sawa baba. Unaiona hii? Ndio naiona. Hii ni zawadi kutoka kwangu. Umpelekee mkwe wangu. Hii ni zawadi kutoka kwa baba. Nitamwambia baba. Ni zawadi nzuri. Ndio baba, ni nzuri. Lakini na wasiwasi. Unajibu lakini na wasiwasi. Lakini kwa sababu baba amesema mpelekee. Naam. Lakini baba, kwa nini umemnunulia hii cheni? Kwa sababu na mimi nimemkubali. Na umempenda? Ndio. Sawa baba, nitampelekea. Namweleza nilivyokwambia. Nitamwambia baba. Sawa sawa. Naweza kuita. Ngoja. Mzee amenitumia linki. Ndio kitu gani? Unajua linki? Sijui. Mambo ya kizungu utakuja kujingata, tulia. Sikiza kwambia kitu dogo. Mtu anapouliza kitu mimi anataka ajue. Ni vizuri mwelekeze maana linki ni nini ili aelewe. Linki ni mfumo wa kama kitu fulani hivi amekiunda sana kutumia, sawa? Ameunda nini sasa? Yaani ameunda location jinsi ambavyo tutajenga ile shule, kwa ndo amenitumia kana angalia. Mbona naona namba tu? Hizi namba huwezi ukazielewa. Hizi kama ukusoma kipenyo mara kipato. Hapo huwezi kuelewa kitu hapo. Hapa kaka. Mbona sioni ya kipenyo mara? Mbona jamani tuleni ndizi. Tunakula. Kaka umemaliza, ndio maana unenepi wewe. Mbona umemaliza ya pili na mimi na moja? Aje ngoka kwambia kitu ndugu wangu. Hizo ndizi. Kuta kwetu. Ndizi moja 300. Umenielewa? Huo ndio hivyo. Kwa kaka vitu vingine tutakuwa tunajadili. Chacha. Zangu wanangu kipindi. Safi kwema. Na kwako. Salama kidogo. Habari ya masiku? Shukuru Mungu. Azidi kupendeza. Kawaida. Sasa hapa nimekutia zawadi. Kuna zawadi baba amenipa nikuletee. Zawadi? Ndio. Zawadi gani? Zawadi yenyewe ndio hii hapa cheni. Cheni. Ameniambia nikuvisha afu usiwe naitoa. Nisiwe naitoa. Ndio. Ninavyokupenda. Siwezi kuitoa, itakaa kwenye shingo langu. Sasa mimi hapa nakuvisha. Macho yangu. Kwaje baba? Mpenzi wangu, macho yangu. Umenipa nini hiki? Mpenzi wangu, macho yangu mimi, macho yangu. Sioni. Mpenzi wangu, umenifanyia nini? Cheni gani ulioniletea? Mdogo wangu. Mungu wangu. Sioni. Macho sioni. Kwa nini uone na ulikuwa unaona?
Vipi wewe? Kuna shida? Hizi dawa umeanza? Kwa sioni. Sasa unapiga dawa au? Hamna. Yaani baada Bwana mambo ajabu mwanangu. Mapenzi ya kijijini hayo umeanza lini mwanangu? Mapigo ya mondi hayo. hamna. Yaani baada ya kuitwa pale na mpenzi wangu amenivalisha cheni. Ghafla nashangaa sioni. Lakini baada ya kutokea wewe, chukua vitu vyako bwana. Sasa kwa nini unakata mzigo wako? Kwa nini unakata mzigo nilikuwa wako? sioni kabisa. Nyumbani wanachana naye. Si ni mtu mama amekuletea. Chifu Mnanka, Chifu Ansima, nimemwita Chegele ili aje kujiunga na sisi, ili kuongeza nguvu. sawa sawa. Tunahitaji kuwa na nguvu za ziada. Sawa. Kama unavyoona sasa hivi himaya yetu imeingiliwa hata na vijana wageni tusiowajua, na kuna vijana ambao wanajivuna wanataka kuleta mabadiliko katika himaya hii. Mabadiliko wanasema ya maendeleo. Hicho ndio kitu ambacho hatukitaki kabisa. Lazima tuwadidimize. Watashindwa. Chegele, makombola yako suna yaamini kabisa? Kikamilifu kabisa. Na atafanya kazi nzuri tunayohitaji Kama kawaida. kwa sababu sasa hivi kuna kijana hata juzi amenivamia na panga. Alitaka kuniteketeza na panga nikiwa kama chifu, lakini kwa sababu mwili wangu ni mzima hakufua dafu. Sasa Chegele nataka ana makombola ambayo nayahitaji ili aweze kujiunga na sisi. Sawa. Na hata jana huyu binti yangu Pendo nilimpa kombola. Sasa sijamwona. Huyo Pendo, we Pendo, unatokea wapi? Baba, ile cheni ulionipa baba, ukajua ina madhara ukanipa baba, na mpelekea mchumba wangu inaenda kumzuru. Kwa nini umenifanyia hivyo mimi mwanao kabisa? Pendo mwanangu, wewe ni mtoto wa chifu. Kwa nini unataka uwe na wachumba wageni ambao sio wenyeji? Hicho ndio kitu ambacho sipendi kabisa nikiwa kama chifu. Baba, wewe si ungeniambia ukweli kuliko kunidanganya kuwa umekubali na umempenda. Kwa nini umenifanyia hivyo lakini? Hao vijana wageni ambao siwajui wawe wachumba wako mimi kama chifu? Unataka uchifu wangu uende katika ibada zisizofaa? La. Hilo kombola nililotuma nimefanya kazi. Chegele, sasa ujiandae kulitoa kwako. Hiyo tulilitoa sisi. Sasa nataka na wewe ufike vijana tuhakikishe kwamba kuna vijana wanajivuna katika himaya hii. Wanataka kuleta mabadiliko. Tani vijana wageni ambao wameingia kwenye himaya yetu. Hatuwezi kukubali jambo kama hilo. Ndio tutaendelea kupingana nalo mpaka siku ya mwisho. Sawa. Sawa. Vizuri sana. Ndio maana tumekuhitaji. Kwetu Nyakonga watu wapendani, hawataki maendeleo, yani mambo tafalani. Ukijifanya unajua sana, machifu hawa. Nimekuja kukuomba msamaha kwa kilichotokea. Madamu umelitambua hilo, umekuja hapa, sio mbaya. Naamini hata sijui ilitokanaje.
mwenyewe sijui wala sitambui, lakini baba yeye ndo anajua kila kitu. Baada ya kunivalisha ile cheni akasema nimetoka kwa babako, na mimi nilikuja kubaini kwamba mhusika yote ni babako. Najua babako hapendi kuona mimi na yeye tukiwa karibu. Kwa hiyo kiufupi mimi nimekusamehe. Nimekusamehe. Maisha yetu ingawa yatakuwa na pingamizi, lakini na mimi hizi changamoto tutazishinda. Nafurahi kusikia hivyo. Asante kwa msamaha wako. Okay. Mimi nashukuru tena sana kukuona tena kwa mara nyingine hapa. Maana mimi nitegemea sikuoni kabisa, lakini nimeamini wewe unanipenda na mimi nakupenda pia. Kwa hiyo kubali tu kukutana na kila aina ya changamoto na kupambana nayo. Kweli. Sawa. Asante kwa sifa pekee kwetu, Nyakonga watu wapendani, hawataki maendeleo. Kwa majina mimi naitwa Kurate, ni katibu wa hii himaya. Naomba kumkaribisha mdogo wetu ili aweze kuwakaribisha wageni wake alioambatana nao. Karibu. Asanteni. Mimi kwa majina naitwa Dorcas, naisi wengi mnanifahamu. Ndio. Ni binti wa Mama Zabu. Hapa nimekuja na wageni waliotutembelea kwenye hii himaya yetu kwa ajili ya maendeleo zaidi. Kwa mimi ningependa muwasikilize machache ambao walionayo ili wawaeleze kuhusu maendeleo wanayotaka kuyafanya kwenye himaya yetu. Karibuni, karibu mgeni uweze kujielezea. Asante. Wana himaya Nyakonga, mjambo? Salama kabisa. Asante. Kwa majina mimi naitwa Chacha. Tumekuja kuwekeza katika himaya hii na tumefanikiwa kufungua shule yetu ya private inaitwa St. Kifa. Asante. Kwa mengi zaidi, ngoja kwanza nimkaribishe mdogo wangu, nijaribu kumtambua kwa kiasi. Karibu mdogo wangu. Asante. Wana himaya wa Nyakonga, mjambo? Mjambo. Naona kila mmoja hapa ana furaha. Ndicho kinachotakiwa kwenye himaya yetu. Ndio. Kwa majina mimi naitwa Kifa. Au kitendo niite Kifa Dani. Sawa? Ndio. Natokea Dar es Salaam. Ndio. Mbona kaka yangu hapa tumekuja kufungua shule yetu hapa ili mradi kwa maendeleo ya hichi kijiji. Tumeona hichi kijiji kinayumba kidogo. Kwa jamani, kaka yangu ataeleza kwa kifupi, ngoja kwanza nipe nafasi make ndo mkubwa kwanza. Shule yetu kwa sasa imekamilika. Tupo tayari kwa kupokea wanafunzi wenye rika tofauti tofauti, kuanzia baby class mpaka nursery. Na shule yetu haina gharama kubwa sana. Lengo kuu ni kuwarahisishia wanahimaya Nyakonga kupata elimu iliyokuwa bora na elimu iliyokuwa nzuri zaidi. Lengo ni kuinua wanahimaya wa Nyakonga wawe na maendeleo zaidi. Je, mmeionaje hiyo wanahimaya Nyakonga? Kwa hiyo asante. Nilikuwa napenda kukaribisha swali moja kwangu kwa mwanahimaya mmoja, zaidi mimi nitamjibu. Mwenye swali? Kijana pale. Asante ndugu mwekezaji.
Sawa. Unasema kwamba mmekuja kuwekeza shule. Je, ni mazingira yapi? Kwa sababu wengine tunaishi mbali, hatufahamu sehemu gani ambapo mmewekeza shule yenu. Asante sana. Shule yetu tulipowekeza sio mbali na himaya hii. Shule yetu tumewekeza karibu na himaya ya Chifu Mnanka. Ndio shule yetu tulipoiwekeza. Kwa hiyo ni rahisi sana kutoa wanafunzi kutoka himaya hii mpaka kuwapeleka kwenye himaya ya Chifu Mnanka. Nilikuwa napenda pia kukaribisha swali lingine. Karibu vijana. Asante sana. Hadi itakuwa shida. Kwa mwanafunzi mmoja huwa sisi ada yetu tumeweka shilingi 8,000 tu. Asanteni kwa utulivu wenu kwa kutusikiliza mpaka muda huu. Tunashukuru sana wanaimaya. Wako pia. Atueni basi. Sasa tuwapongeze kwa makofi haya. Matatu. Haya, 1, 2, 3. Sifa samani. Dada, mambo? Poa. Mzima. Samani, unaitwa nani? Naitwa Doro. Umeridhika? Hamna, bado sijaridhika. Kuna nini? Tunaweza tukawa wapenzi. Mimi na wewe? Yeah. Yaani kwa unavyoona kabisa unanichukulia mimi na wewe tunaweza tukawa wapenzi. Kawaida tu. Yaani kwanza tu ni kutongoza unaenda direct. Kwani nikoje? Nikoje? Wewe ujiona ulivyo? Mimi mbona niko fresh? Unaona tunafanana? Da. Ndio hivyo nimeamua kukataa. Yaani unajua haueleweki kabisa. Yaani tuweza tukawa wapenzi. Alafu ndio hivyo umekataa. Unafikiri ningekubali? Hata ushawishi. Kwanza tuendane. Kwani hatuendane? Hatuendani kabisa, ni mimi hapo na wewe level moja kabisa unavyoona. Yeah. Sasa ngoja nikwambie, mimi na wewe hatuendani wala hatuwezi tukafanana. Kwanza wewe ni level nyingine kabisa na mimi ni level nyingine. Kwa hiyo wewe hapo una nini kwanza cha kunipa? Nina ng'ombe hawa 3. 30 sio 3. Sasa ngoja nikwambie, sina shida na ng'ombe wala nini, wala hata siwezi nikakupenda. Sio ng'ombe tu, hadi mbuzi ninao. Chifu Mnanka. Chifu Ansima. Tokea siku ile tumefanya matambiko yetu. Sawa. Mimi naona mambo yanakwenda vizuri. Au wewe unaonaje? Kwa majibu tuliopewa inaonekana tuna mafanikio. Mheshimiwa na machifu wangu. Na wewe pia. Mtabiri Kurate. Ndio Chifu Ansima. Una taarifa gani? Machifu wangu, mnawakumbuka wale vijana hawa? Wawili. Ambao niliwaambia siku ile kwamba mtaweza kuwateketeza. Ndio. Wale vijana nawaomba muache hivyo hivyo. Msiwadhuru tena.
Kwa nini mtabiri Kurate? Kwa sababu hao vijana ni ukombozi wa hizi himaya. Kivipi? Nadhani mnakumbuka himaya jirani wamepanga kutuvamia. Ni kweli. Ila hao vijana ndio watakuwa ukombozi wa hizi himaya, kwa kuleta maendeleo kwenye himaya. Sikia hilo Wansimu. Mtabiri Kurate, tumekusikia. Unaweza kwenda. Asante kiongozi. Asante chief. Chief Wansimu. Mbona hapa kumekuwa ni mzunguko? Imekuja ile ile ya mwenzetu yule. Ya Chegele. Simuona hivyo? Ni kweli. Sasa tutafakari. Mwendo kuna kasababu. Takiwa tulale. Pige kwenye mto kichwa. Tupate majibu, tukutana. Tutajua la kufanya. Au unaonaje? Mimi nitakwenda kwenye mizimu ya mababu zetu nikaulize hili swala. Kwetu Nyakonga watu wapendani, hawataki maendeleo, yani mambo tafalani. Ukijifanya unajua sana, machifu hawakwachi salama. Himaya Nyakonga, kwani tumewakosea nini? Uishi milele chifu wangu. Na wewe pia. Karibu. Hivi jana una taarifa kwamba kulikuwa na mkutano? Hapana. Jana wale vijana ambao wanaishi kwa Mama Zabron, jana wametambulisha shule. Wameshajenga? Hebu chuchumaa hapo. Wale vijana ambao wanaishi kwa Mama Zabron, jana wametambulisha shule. Hivi wanawezaje kufanya mambo ya ajabu kama hayo kwenye dunia yao bila kunishirikisha? Sasa nitatuma ujumbe ili waje nifanye mazungumzo na wao. Hawezi wakafanya vitu kama hivyo kwenye nyumba yangu bila kunijulisha. Hebu niambie, kuna taarifa gani zingine? Hapana. Nikipata nyingine nitakujulisha. Kwa sasa ipo hiyo. Vizuri sana. Unaweza kwenda. Uishi milele chifu. Na wewe pia. Kwani tumewakosea nini? Mbona mtu ufanye hivi? Amini Mungu yupo na anawaona, ipo siku atawaonyesha. Himaya Nyakonga, Himaya Nyakonga, Himaya Nyakonga, Himaya. Nimewaita kwa dharura muhimu kwa sababu kuna jambo limenishangaza. Sawa. Wale vijana ambao tuliwafanya vichaa
ajabu ni kwamba mmojawapo amekuja hapa kwangu, yuko mzima mkamilifu kabisa. Umerudi tena? Nakwambia yuko ni mzima. Ina maana kombola letu kosa limefanya kazi na sijui nani kamwopoa. Hapo ndo nashindwa kuelewa. Hivyo basi nimewaita ili tuweze kutengeneza kombola kali zaidi la kuwateketeza kabisa wale vijana. Yaani kwa kweli hawa watu tutajitahidi kwa uwezo wetu wote tuhakikishe kwa tumewashinda. Lazima. Hapana. Wale vijana wanaleta maendeleo kijini kwetu kwenye himaya hii. Wanasaidia kujenga shule na shule inasogeza huduma karibu. Kwa hiyo bora tungewaacha tu. Hivi amri yangu kama chifu, na wewe unanielewa nguvu zangu jinsi zilivyo, unaweza ukapingana nayo? Hawa vijana ni wazuri kwa sababu wanaleta maendeleo kwenye himaya yetu. Ametujengea shule na wanasaidia watoto wetu kupata huduma ya karibu. Kwa hiyo hilo sikubaliani nalo. Utugeuka. Chegele, mimi ndio chifu wa himaya hii, ndio mwenye sauti ya mwisho kabisa. Nalotaka lazima liwe. Haiwezekani. Haiwezekani. Mimi niona tuache tu hivyo. Mtu hao umepewa kitu kidogo. Chapewa chochote. Ukipingana mimi basi. Huyu ni msaliti. Na adhabu yako lazima utaipata. Haiwezekani. Chifu Mnaka. Inawezekana hata kombola alitumia kombola hapa. Lazima huyu tufanye kitu kizito. Alivyotugeuka ana sababu zake, si bure. Vijana tumewaita hapa ili kuwajulisha kuwa tumekubali mfungue shule katika himaya zetu. Hivyo basi, siku nyingine yote ile mnapofika kwenye himaya za machifu, mhakikishe kwamba mnaomba na kutujulisha ili tuweze kuwakubalia au kuwakatalia. Ombi lenu tumelikubali, hivyo maono mlionayo tumewaruhusu muweze kuyafanya kwenye himaya zetu. Tunashukuru sana machifu wetu, ila tulikuwa tunaomba kutanguliza msamaha. Tunaomba msamaha. Tumewasamehe ila msirudie. Machifu, samahani sana. Najua tumewakosea, ila kwa awamu nyingine tukitaka kufanya kitu tutawataarifu kabla tujakifanya. Sawa sawa. Sawa. Tupo pamoja. Sawa. Ila kwa leo tulikuwa tunawataarifu hiyo taarifa kwa sababu tumekubaliana na sisi tumeridhika kwa moyo mkunjufu. Mnaweza mkaendelea na vingine, mnaweza kwenda. Muishi milele machifu wetu. Nashukuru. Na nyie pia. Kwetu Nyakonga watu wapendani,
hawataki maendeleo, yani mambo tafalani. Ukijifanya unajua sana, machifu hawakuachi salama. Himaya Nyakogae, kwani tumewakosea nini? Mbona mtu ufanyie hivi? Amini Mungu yupo na anawaona, ipo siku atawaonyesha. Nyakogae, Himaya Nyakogae, Himaya Nyakogae. Ukiwa na pesa si salama, vibaka waondoa na watuma, hawapendi kuona we unafanikiwa, usuda fitina zote zao. Himaya Nyakogae, Himaya Nyakogae. Mrudie Mungu maana yeye yupo jana, leo na hata milele. Nyakogae, acha ushiriki, napiga goti, omba naye